Mwenyezi Mungu alikuletea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kazi yake kubwa mtume alikuwa hivi, yuallimuhumul kitaba wal hikmata. Hii Ramadhani imekuja kumfundisha mwanadamu msamaha, asitoa na yale mwezi mtukufu wa Ramadhani anakuwa msamaha. Alikuwa mchoyo anakuwa ni mtu ambaye mchoyo anaondoka. Alikuwa mwizi ameacha wizi. Pia hata wale ambao wanawake wenye kujiuza leo kienda barabarani kutoa. Kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuonesha mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao ulikuwa na rehema kubwa na ulikuwa na neema kubwa. Yuallimuhumul kitaba wal hikmata. Katika Ramadhani hata yule ambaye si sura Qur'an leo utakuja msikitini na sura Qur'an. Misahafu ambayo ilikuwa nyumbani na vumbi na Ramadhani misahafu hiyo utaikuta yote inafutwa vumbi. وإن كان من قبل وضم له القبل والمعنوي لما له يضاف يخطف الحال watu kabla ya Ramadhani kanu fi dalalin mubin. Watu kabla ya Ramadhani haijafika, watu wengi walikuwa katika upotofu wa wazi sana. Huyu Dr. Muhammad al-Istibah ndio chake cha ahkamu siyam, aya hii amekutanisha na maana ya funga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wila zama kabla ya Ramadhani watu walikuwa katika upotofu sana, mabaya yalijaa, lakini leo kitazama mabaya na watu subhanallah. Ukiangalia kabla ya Ramadhani walimu walikuwa wengi, leo walimu hakuna. Ukiangalia kabla ya Ramadhani watu walikuwa wanafanya kila aina maasi, lakini leo wameacha kwa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maanake ni msimu wa kila mmoja kuchunga lengo ya kheri na kuchunga lengo mazuri, kwa sababu kinachokuja baada ya hapa hakuna mtu ambaye anayekijua. Haya nimeyatanguliza katika mada yako. Sasa unaambiwa tafuta utamu katika vitu vitatu. Yakuli Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, al-Imam al-Hasan al-Basri ambao wanazuoni wote kule Kibritul Ahmar. Hasan al-Basri ni ahadu min al-kibar at-tabi'in, ni mmoja katika matabi'i wakubwa ambao wao waliusoma moja kwa moja kwa masahaba wa Mtume Muhammad. Na Imam Hasan al-Basri rahimahullah pia na yeye katika miongoni mwa baraka kubwa aliyopata, alinyonya katika ziwa la mke wa Mtume Muhammad ambaye ni Salaf. Imam Hasan al-Basri alinyonya kwa mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah anasema tafaqadu halawatan fi thalathati ashya. Ewe tafutini utamu katika mambo matatu. Mambo matatu ndio nini? Ndio la utamu. Tafaqadu halawatan fi thalathati ashya. Tafutini utamu katika vitu vitatu. Jambo la kwanza ni utamu, ndugu zangu Waislamu, wallahi fi kitabillah. Utamu wa kwanza unapatikana ndani ya Qur'an. Utamu ni utamu wa kwanza. Faqadu halawatan fi thalathati ashya. Tafutini utamu katika mambo mangapi? Matatu. Fi kitabillah, utamu wa kwanza katika Qur'an. Wa fi salati, utamu wa pili uko katika sala. Wa fi dhikrillah, utamu wa tatu uko katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayo matatu ndio matamu katika dunia, hayatopungua wala hayatazidi ila yaum al-qiyama. Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah amesema fa idha wajadtumuha famdu wa abshiru, popote mtakapokuta utamu nendeni na mpate bishara iliyokuwa njema, manake nyinyi mtakuwa na malipo mazuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa in lam tajiduha, ikiwa kama hamtupata utamu, anasema fa'alau, basi jueni anna baba al-mughallaq, jueni kwamba milango yenu imefungwa. Tafuteni njia kuifungua milango ili muweze kupata utamu huo. Nadhani haya ndio maneno ya leo ambayo tukayasoma katika mhadhara wetu kwa dakika 35 mpaka dakika 40. Wa Imam Hasan al-Basri rahimahullah anafanya faqadu halawatan fi thalathati ashya. Tafuteni utamu katika mambo matatu. Mambo matatu ndio utamu. Baba utamu aina gani? Ni
katika mambo matatu. Jambo la kwanza anasema fi kitabillah. Jambo la kwanza uko ndani ya Qur'an. Kwa nini? Anasema fa idha tashatta al-Qur'an, ukichukua Qur'ani kuifanya kuwa ni mshauri wako, fa inna al-Qur'ana yastashiruka ala kulli al-khayr wa fi ta'ati Allah azza wa jalla. Ukichukua Qur'ani kuifanya kuwa ndio mshauri wako, Qur'ani haina ushauri mbaya, Qur'ani itakupa ushauri uliokuwa mzuri. Yakulu ahad salihin, mmoja katika watu wema anasema allim waladaka al-Qur'ana fa inna al-Qur'ana sayuallimuhu kulla shay. Fundisha mtoto wako Qur'an. Qur'ani hii ukifundisha mwanao na ukamlea mtoto wako katika malezi ya Qur'an, basi jua kwamba Qur'ani itamfundisha usalama wa maisha. Allim waladaka al-Qur'ana fa inna al-Qur'ana sayuallimuhu kulla shay. Mlea mtoto wako katika malezi ya Qur'an. Hii Qur'ani unapomlea mwanao, basi hii Qur'ani itampa ushauri uliokuwa mzuri katika maisha. Atajua haki yake, atajua haki ya mzazi, atajua haki ya Mwenyezi Mungu, atajua haki ya jamani, atajua haki ya maskini, na atajua haki ya ndugu zake. Yote haya huwezi kuyakuta kwenye kitabu chochote zaidi ya Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hiyo al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah akasema tafaqadu halawatan fi thalathati ashya. Vitu vitatu ndio vinautambulisha. Kwa nini? Jambo la kwanza anasema fi kitabillah, Qur'ani ndio nini? Qur'ani ndio ushauri wa mzuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Hii Qur'ani siku zote inaongoza katika mambo yaliyokuwa madhubuti. Qur'ani haina mambo vinginevyo. Kila jambo la Qur'ani limesimama. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Subhanallah. Hii Qur'ani inatoa bishara, taarifa njema, inakwambia kwamba hakika wale ambao watakufanya mema katika waumini, wao hawatakuwa hawana lingine, wao watakuwa na malipo makubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yubashshiru al-mu'minina bi anna lahum ajran kabira, waumini watakuwa na malipo makubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana ukiangalia hata katika ibada ya funga, katika ibada ya funga, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaonyesha malipo katika ibada ya funga. Akasema fa innahu li wa ana ajizi bihi. Watu wa ilmu wanasema ibada kwa tashriki, kwa maana Mwenyezi Mungu ametekeleza malipo ya funga. Hakuna yoyote aliyekuwa idadi ya malipo hayo isipokuwa ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ana maneno anasema fulaka fihi thalathatu al-a'mal la tuzanu 'inda Allah bi'azmatiha au bi'azmihi. Kuna amali za aina tatu. Kuna amali za aina tatu siku ya Kiyama hazitoingizwa katika mizani kutokamana na uzito wa malipo ya hizo amali. Amali ya kwanza, Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema al-'afw, amali ya kusamehe. Kwa kawaida kusamehe ndugu yako mkosea, Uislamu zako kukosea, jirani yako kuzungumza naye, lakini ukatafuta njia kutengeneza islahi kati yako wewe na yeye, islahi ikapita, basi malipo yake hakuna maili kwa idadi ya malipo hayo zaidi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La khayra fi kathirin min najwahu illa man amara bi sadaqatin aw al-ma'ruf aw islahi bayna an-nas
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Yule ambaye atakayesamehe kwa sababu ya kutafuta radhi zake Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anasema hakika mtu huyo tutampa malipo makubwa. Kwa hiyo utamu wa kwanza fi kitabillah, utamu wa kwanza uko ndani ya Qur'an. Kwa nini? Kwa sababu Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Qur'an inaongoza katika kila jambo lilokuwa madhubuti, kila jambo lilosimama. Basi wallahi jambo hilo ukilitafuta utalikuta ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu ameshaletolea wajibu. Yahdi lillati hiya aqwam. Al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah anasema yahdi lillati hiya aqwam, ay al-turuq wa awdah as-subul. Kwa Qur'an inaonyesha njia, na njia ambayo inaonyesha Qur'an ndio njia iliyokuwa wazi katika maisha. Sheria yake haibadilishika ya Qur'an. Yahdi lillati hiya aqwam ala maana fima yahtaju al-insani min jamii al-khairat, katika kila jambo la kheri ambalo mwanadamu analihitajia, jambo hilo mwanadamu utalikuta ndani ya Qur'an. Hapa nakupeni mfano wa Uislamu. Utakujua kama Qur'an inaongoza katika mambo ya kheri, basi angalia namna gani Mwenyezi Mungu alivyoigawa zaka. Yahdi lillati hiya aqwam, inaongoza katika mambo yalikuwa madhubuti. Hakuna utabiri ndani ya Qur'an, wala hakuna utabiri wa sheria. Sheria za kidunia ni sheria ambazo zinazotengenezwa na binadamu, lakini sheria ya Qur'an ni sheria ambayo imetengenezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yahdi lillati hiya aqwam. Ukifanya Qur'ani kwa ushauri, maisha yako hayatarabika. Sasa tazama mfano ule mzuri sana. Angalia katika masuala ya zaka, alafu angalia katika mkusanyo wa kodi ya nchi. Hapo ndio utajua kwamba Qur'ani, sheria ya Qur'ani ndio sheria iliyokuwa madhubuti na sambamba katika maisha ya wanadamu. Leo katika dunia kuna kitu kinachoitwa demokrasi. Wengine wanataka gani? Demokrasi, demokrasia, kwa maana hiyo. Demokrasi. Na wao wanasema democracy is a government of people. Wanasema democracy, wanasema ni serikali ya watu. For the people, by the people. Kwa democracy, maana yake ni serikali ya watu inayotengenezwa na watu kwa maslahi ya watu. Ndio democracy. Ile government of the people, for the people, by the people. Maana serikali ambayo inatengenezwa na watu na binadamu wenyewe kwa kuangalia maslahi yao wao wenyewe. Hilo ndio demokrasia. Kwa maana sisi binadamu tunatengeneza sheria yetu, tunaangalia jamani, hatuwezi kuishi bila kuwa na kanuni. Kwa tunasema mwizi akiiba, mwizi huyo hata kama akiiba milioni 1 aingizwe jela muda wa mwaka mmoja au miaka 3 atolewe. Kisha baada ya hapo atawekwa hadharani, ataendelea na wizi wake. Hizo demokrasia. Demokrasia ambayo sheria yetu sisi binadamu tunatengeneza, huwezi kukuta ndani ya bunge wanakwambia zina ni haramu. Watakwambia zini lakini tumia kwa. Hilo sheria yetu. Demokrasia. Demokrasia haikwambia riba ni haramu. Watakwambia hiyo ni interest. Maana tunakukomesha ile pesa yangu mimi nilikuwa natakiwa nifanyie biashara ipate faida, sasa nakukomesha ile faida utailipa wewe. Hii ni riba. Hawatakwambia kama hii ni haramu. Wao watakwambia hii ni halali. It's a government of the people, by the people. Ni serikali ambayo inatengenezwa na sheria na binadamu kwa maslahi yao wao wenyewe binadamu. Sheria ya dunia leo imekwenda inamwambia mwanadamu, kwa nini hawa vijana ambao watu ambao wanasema ni mashoga,
na wao ni lazima watengenezewe sheria kuwalinda katika haki zao, na wao wapewe nafasi ya kufanya nini? Wapewe nafasi na wao waweze kuoana, kwamba na wao pia wafanye nini? Waweze kuoana, kwamba huyu shoga aweza kuolewa na mtu amesekuwa shoga, kwa maana hawa wakaishi maisha pamoja, mmoja akawa ni mke na mwingine akawa ni mume.